ajira za wauguzi kufanyika, bado idadi haijitoshelezi na kusababisha wauguzi kuendelea kufanya kazi mpaka masaa zaidi. Ili kuhakikisha jamii inapata huduma kwa wakati na wauguzi kukosa muda wa kupumzika. Upungufu wa nyumba za watumishi wakiwemo wauguzi na wakunga katika vituo vya kutolea huduma, hivyo husababisha wauguzi na wakunga kulaumiwa na jamii pindi dharura inapotokea na wauguzi kuchelewa kufika kwa wakati kwenye vituo vya kutolea huduma na kukaa mbali na vituo vya huduma. Baadhi ya wanasiasa kuingilia utendaji wa kazi za wauguzi na wakunga bila kushirikisha mamlaka husika na vyama vya kitaaluma. Baadhi ya vituo vya afya havina uzio na kusababisha wauguzi na wakunga kutokuwa salama, hasa nyakati za usiku. Baadhi ya halmashauri zinakiuka utekelezaji wa maelekezo ya Wizara ya Afya ya mwaka 2008 yaliyoelekeza wauguzi wote kupatiwa posho kwa ajili ya sare za kazi. Ndugu mgeni rasmi, yafuatayo ni mapendekezo yatakayosaidia wauguzi na wakunga kufanya kazi kwa weledi na jamii kupata huduma bora. Wauguzi wapatiwe posho za sare za kazi kama maelekezo ya Wizara ya Afya yanavyoelekezwa. Serikali iendelee kuajiri wauguzi na wakunga ili kuhakikisha idadi ya wauguzi inatosheleza vituoni na huduma bora zinatolewa muda wote. Zijengwe nyumba za watumishi katika vituo vya kutolea huduma ili kuhakikisha wauguzi na wakunga wanakuwa karibu na maeneo ya kutolea huduma. Vituo vya kutolea huduma viwekewe uzio ili kuhakikisha maeneo ya vituo yanakuwa salama kwa watoa huduma pamoja na mali za vituo. Wanasiasa kuacha kuingilia taaluma za uuguzi, badala yake washirikishe mabaraza yao pindi changamoto za kazi za kitaaluma zinapojitokeza. Lakini licha maboresho makubwa ambayo serikali imeendelea kuyafanya, mimi ningependa nitoe wito kwa wauguzi wote. Wito wangu wa kwanza, tuendelee kufanya kazi kwa upendo mkubwa sana, tukizingatia kwamba tunaowahudumia wana changamoto. Nilimsikia hapa kaimu katibu tawala nadhani alizungumza akasema, kwa kawaida huwezi kumwona mwananchi katoka kwake kaenda hospitali tu kwenda kupiga story au kwenda kuuliza kama kunauzwa supu. Inawezekana kweli? Hadi afike utakuta daktari, dokta, nimekuja hapa pana supu ya kuku kienyeji. Inawezekana kweli? Kwa hiyo ukiona katoka nyumbani kwake amekwenda hospitali, ana changamoto. Sasa nyinyi ndio wataalamu. Wengine tuna shida ambazo zinaonekana tukija hospitali. Wengine inawezekana tukawa tuna magonjwa ambayo hayaonekani. Au wengine ndio wale ambao tunasumbuliwa tu na msongo mpaka unahisi kwamba huenda nikawa naumwa na tumbo ama uti wa mgongo, kumbe una msongo wa mawazo. Huruma zenu peke yake ndio zitakazofanya muweze kutupokea, kutuhudumia na kutushauri namna gani ya kurudi kwenye hali ya kawaida, tuwe salama na wazima, tukafanye majukumu yetu kwa kuleta maendeleo na mabadiliko ya kiuchumi katika nchi. Kwa hiyo swala kufanya kazi kwa huruma na upendo kwenye kada yetu haliepukiki na ni sehemu ya uwajibu wetu. Sasa utashangaa sehemu nyingine ukifika ukute nesi ndio mkali zaidi kuliko mgonjwa aliyekuja anaumwa kichaa. Sasa unashindwa kuelewa. Lakini pia tudumishe maadili. Tudumishe maadili ya taaluma zetu. Tumekuwa tukizunguka huko mara kadhaa. Nami nimekuwa nikizunguka mara kadhaa, lakini Daremu hapa najua
na kaka nesi hapa anajua, na wakurugenzi wanajua, kuzunguka na kukuta kituko cha kimaadili kilichofanywa na mauguzi huko kwenye zahanati za ndani ni vitu vya kawaida. Tujiepushe sana na hizo, tunaaibisha taaluma. Mmoja ya taaluma nzuri ambazo zinaheshimika ni taaluma ya wauguzi. Wauguzi wanaheshimika kwa maadili licha ya kwa kazi zao nzuri ambazo wanafanya. Ukiniuliza mimi nitakwambia kingine. Wauguzi wanawake ni wamama kabisa nyumbani. Sijui kama nikisema mama unanielewa. Unajua kuna tofauti kati ya mama na mwanamke? Nani anajua tofauti kati ya mama na mwanamke? Tunajua kwanza kama kuna tofauti kati ya mama na mwanamke? Wauguzi hasa wanawake ni wamama kweli kweli nyumbani. Sasa tukishindwa kutunza maadili yetu kwenye sehemu za kazi, ni rahisi sana kutokutunza maadili yetu kwenye jamii, hata kuanzia kwenye ngazi ya familia. Vitu ambavyo zamani huko nasikia ilikuwa kijana akitaka kuoa anaambiwa kabisa kaoe nani? Mnafikiri uongo? Mimi nimezaliwa na nesi nyie, kwa hiyo nyumbani kwetu nimekuwa nikiwaona manesi na muona mama na marafiki zake, sijui wakina sister Hope, wakina sister Betty, sijui wako wapi siku hizi. Ukitaka kuoa binti mzuri mwenye maadili na heshima, mama yake awe nesi. Au umekosa kosa basi mama yake awe mwalimu. Uongo kweli? Ndio zilikuwa sifa kuu za zamani hizo. Msifikiri zilitoka tu kutoka popote. Hapana. Zilikuja baada ya watu na jamii kukubali kwamba familia zinazolelewa na manesi na walimu eti ni familia bora. Wanasema hivi. Si mimi, ni jamii yenyewe ilikuwa inalikubali hilo swala. Sasa je, kwa sasa hivi tulipo hapa mwaka huu 25, watoto wetu kule majumbani bado wamebeba sifa hiyo ya kupata wachumba? Au sisi wenyewe ambao bado hatujaolewa manesi wako hao wachumba wanaotamani kutuoa kwa udi na uvumba kwa kuwa sisi ni wauguzi? Au ndio kasongo? Lakini pia kingine ambacho nilikuwa natamani niwape wito ndugu zangu wauguzi ni kujizatiti na kukabiliana na magonjwa mbalimbali ya milipuko. Sifa nyingine ya muuguzi ni kuwa updated na taarifa hazo zinazohusiana na masuala ya afya. Tumeona hapa mganga mkuu wa serikali Dr. Grace ameelezea uwepo wa visa kadhaa vya uviko 19 haswa Dar es Salaam ambako nadhani watu ni wengi. Lakini sio mbaya sisi pia tukachukua tahadhari. Lakini sio hiyo tu, na magonjwa mbalimbali ya kuambukiza. Na ndio maana serikali imeendelea kuleta vifaa vizuri na vya kisasa kwenye maeneo yetu ya kazi ili tuweze kujikinga pia na magonjwa mbalimbali ya kuambukiza. Ni vitu ambavyo vinatakiwa kuchukuliwa. Kwa hiyo lazima tuwe mstari wa mbele katika hilo. La mwisho ambao nilikuwa natamani kuwauliza ndugu zangu wauguzi, sisi tunafanya kazi kubwa sana ya kuhudumia na kuhakikisha kwamba wananchi ambao ndio wateja wetu wanakuwa na afya bora. Hivi sisi tunajitazama kweli afya zetu? Tunaangalia afya zetu vizuri? Huo ndio kweli. Tukumbushane, tuangalie afya zetu pia, ni muhimu sana, ikiwa ni pamoja na kutunza maadili ambayo yanatufanya sisi tujiepushe na vitendo hatarishi dhidi ya afya zetu pia. Nimeshuhudia baadhi ya wauguzi kwenye mkoa wangu wako kazini na wamelewa chakali, wanajua hapo mabosi. Ile pia nayo ni hazard kwenye afya yako. Kila kitu sikinakwenda kwa kiasi. Ukiona umefika sehemu kamnyoso kamekukolea mpaka aliyoko jirani kajua huyu jamaa leo kwa kweli yuko ndingili, ujue pana tatizo. Sasa tunakutegemea wewe utusaidie kuwaambia wale wanaokuja kuugua wasitumie kilevi cha kutosha, wewe mwenyewe hufai.
Alafu wenyewe wanakuambia mimi hata nikilewa vipi siwezi kukosea kumwandika mteja sawa. Vipi? Ushalewa. Kwa mambo yanakuwa ni magumu kidogo. Ndugu zangu, nawaomba sana sana tutumie taaluma zetu tulizonazo kama chombo cha mabadiliko kwenye maeneo yetu tunayoishi, kwenye maeneo yetu ya kazi. Nimesikia hapa mmekula kiapo. Nilikuwa naangalia sura zenu. Kama rafiki yangu, unakumbuka mshomo wako ulipokuwa umeushika hapa na sura yako na ulichokuwa unakisoma vilikuwa vinaendana? Maana nilikuwa naangalia sura zenu hapa wengine. Tukisema kula kiapo, unakula kiapo kweli? Nimewaambia kazi zenu nyie ni wito. Na mnahitaji rehema ya Mungu sana sana. Mnahitaji nguvu ya Mungu na ulinzi wake ili muweze kufanya kazi hizi vizuri. Na kama nilivyosema mwanzo, kauli yenu mbiu ya mwaka huu ya wauguzi nguvu ya mabadiliko, kauli mbiu hii itufikirishe zaidi. Wakati tunakwenda kujadili masuala kauli mbiu hii, tujitathmini yale ambayo tumeyasoma hapa. Mkitupima, mkitukuta tunavimelea vya nanilia, muendi kusema mbona mnatusema? Mbona mnatusema? Kwa hivi ni vitu ambavyo lazima tuvikubali na tuvizingatie. Inawezekana mabadiliko ya kidunia yanapelekea tunakuwa na vitu vingi. Sasa hivi ni jambo la kawaida kuona cheti cha mgonjwa kikizagaa Facebook. Zamani haikuwa hivyo. Na hii imepelekea mpaka sasa serikali imekuja na mifumo, mafaili yote vyote vinabaki hospitali, mgonjwa anatembea na kakadi. Magonjwa yetu yote yanaandikwa kwenye kompyuta. Haya ni maboresho ambayo pia yanakuja kulingana na uhitaji. Sasa inawezekana kwa sababu pia kaka zilitiji, mteja ukishamtibia kitoka tu unachukua simu yako unaskani cheti chake, dakika 15 nyingi kipo Facebook, mwenzio keshakosa ndoa. Kumbe mwenzia kumwambia kwamba ana changamoto ya alishawahi kuugua huko nyuma, nyinyi mmeshaenda kutuharibia habari. Sasa tunapokula viapo hivi tuhakikishe kwamba tunatoa huduma stahiki, lakini pia tutoe huduma bila kufanya ubaguzi wa aina yoyote. Ubaguzi wa aina yoyote